Ahlan wa sahlan mtazamaji wa kipindi cha Da'wa, kipindi ambacho kinakuletea chakula cha roho yako, mazoezi ya roho yako, kati ambayo inaweza ikakutengeneza kiu cha Mungu zaidi. Nikusalimu kwa salamu iliyokuwa njema kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Langu jina ni Brother Saleh, pamoja nami niko na mgeni wa kudumu, namuita mgeni mwenyeji Sheikh Musa Kundecha, ambaye atakuja kuwasalimia lakini bila shaka kutuambia yale ambayo ametuandalia. Sheikh, karibu. شكرا ان شاء الله. Naam. الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Mwezi wa Qur'ani. Mwezi wa dhikri. Ndio. Mwezi wa ibada. Lakini ni mwezi wa dua. Ndio. Katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio. Dua ni maombi anoyafanya mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura mbili. Sura ya kwanza ni maombi kutekeleza wajibu. Sura ya pili ni maombi kuwasilisha haja aliyonayo iliyo nje ya uwezo wake. Tunao wajibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ndivyo alivyotuumba. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na wanadamu ili wapate kuniabudu. Kwa hivyo jambo la kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu ni katika ibada ya kawaida ya maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu. Lakini hutokea wakati tukapatwa na mambo ambayo tumeshindwa kupata utatuzi wake tukiwa wenyewe, tukahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wetu yako mengi sana, kama Qur'ani inavyosema wama utitum minal ilmi illa qalila. Wanadamu hawana walichopewa katika elimu isipokuwa ni kitu kidogo sana. Sasa ili elimu ndogo tulizonazo, usijipime kwa kuniangalia mimi, wala usijipime msikilizaji kwa kujiangalia wewe. Mpime unayedhani ndio msomi mkubwa kuliko watu wote. Huyu anaweza kuwa daktari bingwa wa macho, anaweza kuwa daktari bingwa wa moyo. Sasa ukishamwita tu daktari bingwa wa moyo, usisahau kwamba mwanadamu sio moyo peke yake. Mwanadamu ana eneo kubwa sana. Lakini pia anaweza kuwa daktari bingwa wa moyo, lakini ni kuwezesha kufanya kazi ya kusukuma damu na hewa, lakini asiweze kuhubiri huo moyo uwe mwema. Bado eneo hili atamhitaji mtu mwingine. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Hasa kwa msingi huo, dua ni jambo la muhimu sana. Dua ni jambo la muhimu sana. Ndio maana Qur'ani ikasema hivi, wasta'inu bis-sabri was-sala. Takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia mambo mawili, bis-sabri was-sala, kwa kusubiri na kwa kuomba dua, eneo moja. Kwa kusubiri na kwa kusali, kwa sababu miongoni mwa maana ya neno swala ni dua. Kwa hivyo jisaidieni, takeni msaada kwa matatizo yaliyopata kwa mambo mawili. Kusubiri, hili linaendana na ile jambo la mwanzo nililosema. Dua ni utaratibu tuliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mambo ambayo tunatakiwa tuelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linapokuja jambo, basi tuwe na subira kwenye hilo. Inawezekana jambo hilo ni mtihani Mwenyezi Mungu katupa, nataka tujaribu. Inawezekana Mwenyezi Mungu anataka kutuongeza hadhi na cheo, kwa hivyo ametuletea hiyo jambo fulani. Lakini inapofikia tuna jambo tunaliona kabisa hili liko nje ya uwezo wetu, tunawajibika turudi kwa dua kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tusikosee katika kule kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila anayemuomba kwa dhati, ad'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Maana mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kila mtu aliyepatwa na tatizo anataka kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, anasema ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mola wenu mkiwa mna hakika kabisa Mwenyezi Mungu atawajibu maombi yenu. Sasa mahali pengine Mtume Muhammad akasema ad-du'a mukhul ibada. Dua ndio uti wa mgongo wa mwanadamu.
ndiyo uti wa mgongo wa ibada, ndiyo uti wa mgongo wa urejea mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu asiyemuomba Mungu huyu anakuwa ni mjeuri, kwa sababu yako mambo kadhaa yaliyo nje ya uwezo wake. Kwa nini hataki kumuomba Mungu? Na yako mambo ni utaratibu wa kumuomba Mwenyezi Mungu lazima yafanye. Miongoni mwake ni utekelezaji wa ibada mbalimbali. Utekelezaji wa ibada ya sala, utekelezaji wa ibada ya saumu kama hivi, utekelezaji wa ibada ya zaka na ibada nyingine za hija, zote hizo ni dua tunapeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maombi yetu kwetu ni mawili. Mwenyezi Mungu tunakuomba kama ulivyotufungulia mlango wa kufanya ibada, tunakuomba Mwenyezi Mungu usitufungie mlango wa kukubali ibada tuliyofanya. Maana unaweza kufanya ibada kisha isikubaliwe. Ikawa wewe umefanya ibada kweli, umefanya maombi kweli, isikubaliwe. Na muombe Mwenyezi Mungu kama anapotufungulia mlango wa ibada, atufungulie mlango pia wa kukubali ibada zetu na maombi yetu tunayoleta kwake. Sasa ukiangalia katika Qur'ani tumepewa mambo mengi ambayo kimsingi ni dua kwa Mwenyezi Mungu kwa mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu. Kuna kitu fulani mtaani huwa kinaitwa kushikwa mwezi, kushikwa jua. Geographically jua na mwezi havishikani. Wa kullu yasbah fi bahari. Kila kimoja kinapita katika orbit yake. Hakuna mwingiliano. Lakini tunaposema jua limeshikwa, mwezi umeshikwa, maana yake nini? Ni pale ambapo mwanga wa jua ulikuwa unatufikia katikati ya sisi tulipo, na lilipo jua ukapenya ukapita mwezi katikati. Mwezi ukazuia mwanga wa jua usitufikie. Tunasema jua limeshikwa. Lakini havikushikana, kila kimoja kinakwenda kwenye njia yake. Lakini kule kujipenyeza, sasa jambo hili, nishati ya jua ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Na hatuna hakika kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema mlichopewa katika elimu ni kitu kidogo sana. Ni kiasi gani cha madhara tunayapata kwa kukosa nishati ile ya jua? Ni kiasi gani cha matatizo au manufaa tunayopungukiwa kwa kutopata nishati ile ya jua? Hilo jambo liko nje ya uwezo wetu. Kiislamu tumetakiwa tuombe dua. Tunaomba dua ule upande wa pili wa jambo ambalo liko nje ya uwezo wetu. Kuna sala ya kushikwa jua, kuna sala ya kushikwa mwezi. Tutasali na kuomba dua mpaka vinapoachana, ila hatusali na kuomba dua ili viachane. Hatusali na kuomba dua ili viachane, ila tutasali na kuomba dua mpaka vinapoachana. Kwa nini? Ili jambo liko nje ya uwezo wetu. Kama yapo madhara kwenye tukio hili, anayeweza kutupa kitu mbadala ni wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasali sala hiyo. Hata inapotokea ukame katika nchi na maeneo mbalimbali, iko sala ya kuomba mvua. Ni jambo lililo nje ya uwezo wetu, tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo dua ni uti wa mgongo wa ibada kwa mwanadamu, kwa sababu ni kipimo kizuri cha utii wa mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Shekhe, umetuwekea vizuri kabisa. Wewe ambaye ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Dawa, na leo tunaangalia mahusiano ya dua na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mahusiano ya dua na ibada ya saumu. Shekhe amejaribu kutuelezea kwa ufupi nini nafasi ya dua katika maisha ya Muislamu. Sasa twende tukaangalie, je, ziko dua maalumu ambazo zimesunishwa, zimefundishwa, zimeelekezwa, ni muhimu katika kipindi hiki cha Ramadhani watu wakaambatana nazo? Alhamdulillah. Dua zilizopangwa au maathur zipo. Lakini kabla ya kusema hilo tuseme hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali isipokuwa jambo lililo zuri. Hadithi hii ni ndefu, lakini kipande hichi kinatutosha katika maana ya dawa eneo tunalotaka kulizungumzia la dua. Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali isipokuwa jambo zuri. Dua katika mwezi wa Ramadhani. Nafasi ya dua katika mwezi wa Ramadhani. Mahusiano ya dua na saumu. Ukitazama kipengele hichi alichokisema Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakubali ile jambo zuri,
mtu akiwa amefunga manake amejizuia kula na kunywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amejizuia matamanio yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameonyesha utii wake wa kiroho na utii wake wa kimwili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huyu anayo nafasi nzuri sana kwa Mwenyezi Mungu kwa hali hii aliyonayo. Ameshaonyesha utii wake wa Mwenyezi Mungu kiroho na kimwili. Kajizuia vitu vya halali na vya haramu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatumia fursa hiyo kuwasilisha maombi yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha tayyib, Mwenyezi Mungu ni mzuri. Wala yakbalu illa tayyiban, hakubali isipokuwa zuri na hakubali isipokuwa jambo linalotoka kwa mtu mzuri. Kwa hivyo mwenye kufunga kwa hakika kipindi kile cha kufunga huwa ni mtu mzuri sana, karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana fursa nzuri sana ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi hicho. Ombi la namna yoyote analotaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lisilokuwa la maasi tu, amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utaona saumu ina mahusiano sana na dua. Maana yake dua inapata nafasi nzuri sana kama muombaji wa dua atakuwa yupo katika saumu. Na kama ambavyo tumefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuombe kwa Mwenyezi Mungu dua na tumuombe Mwenyezi Mungu tukiwa tumetanguliza ibada. Katika saumu alhamdulillah huwa tumo katikati ya ibada tunaendelea. Kutanguliza ibada unaweza kutoa sadaka kisha ukaomba dua. Unaweza kusema maneno mazuri kisha ukaomba dua, lakini ukiwa katika saumu umo katika ibada. Kwa hiyo ukimwomba Mwenyezi Mungu umo katika ibada, umo katika fursa nzuri zaidi, lakini uko katika mazingira mazuri zaidi ya kukubaliwa dua yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ile jambo la msingi linatakiwa kuliangalia, yako mahusiano makubwa sana kati ya dua na saumu. Lakini pia Mtume Muhammad ametufundisha sayyid dua. Mnaweza kuwa mnaomba dua nyingi sana, lakini wakati mnaomba msisahau kuomba dua hii. Hii dua muhimu sana. Ni dua inayoeleweka na watu wengi sana, na hata msikilizaji nikikutajia hapa nafikiri nikikuacha dakika 3 zijazo utakuwa umehifadhi dua hii. Kwa hivyo ishike. Hii ndio inaitwa sayyid dua ambayo imeelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaifundisha Mtume Muhammad kwa kusisitiza akisema kila mnapoomba dua msisahau kusema hivi: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hii bwana huhitaji kuwa na buku lenye volume 1000 kuomba dua. Omba dua hii: Rabbana, Mola wetu, atina, tupe sisi, min ladunka, kutoka kwako, hasanatan, atina fi dunya, tupe Mwenyezi Mungu fi dunya, katika dunia yetu hapa tunapoishi, hasanatan, kila jambo lililo zuri. Muweko wa neno hili hasanatan, tungekuwa darasani ningesema imekuja katika lugha wasifu wa nakira. Nakira inataja jambo ikihusisha kila maana ya jambo hilo inakuja hapo. Kila lililo zuri Mwenyezi Mungu katika dunia hii tunaomba tupe. Wa fil akhirati, na akhira itakapofika kila lililo zuri tupe. Lakini kubwa zaidi, waqina adhaban nar, tukinge tusiingie motoni. Haya ni mafanikio ya mwisho ya mwanadamu kwa jitihada yote anayotaka kuifanya, mwisho asiingie motoni. Unaweza kuisema kwa statement fupi sana: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Maana yake unamwambia Mungu, Mola wangu, tupe katika dunia hii tunayoishi kila kilicho kizuri tupe, na katika akhera kila kilicho kizuri tupe. Lakini Mola wangu tunakuomba tukinge tusiingie katika moto. Hii inaitwa sayyidu dua. Ni dua, bwana wa dua, iliyofundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikasisitizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dua bwana zilizoelekezwa zipo, na kama ambavyo katika Ramadhani hii inapendekezwa watu wa zote wakati wote wakumbuke kumwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mola wetu, Allahumma, Mwenyezi Mungu, innaka afuun, tunavyokujua wewe ni msamehevu wa makosa ya watu wakosea.
tuhibbul afwa, tena unapenda kutoa msamaha ikiwa mtu ataomba. Fa'fu anna, Mwenyezi Mungu tunakuomba tusamehe. Tunasema hii lugha ya jumla kwa sababu mwanadamu ana makosa ya namna mbili. Ana makosa anayoyajua na ana makosa asiyoyajua. Yote yanabaki kuwa ni makosa. Sasa kumbuka kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa makosa unayoyajua na kwa makosa usiyoyajua. Mahusiano yake na huku kuomba, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga Ramadhani imanan kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, na akitaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kazingatia miko yote iliyoelezwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa makosa yote ya kipindi kilichopita. Sawa sawa na kuwa kule kufunga kwa imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaraji malipo ya Mwenyezi Mungu, msemo huo wa mambo yote hayo, hiyo ni sawa na kusema hiyo ni dua. Ndio maana majibu yake yanakuja ghufira lahu, anasamehewa. Anasamehewa nini? Kwa sababu kaomba msamaha. Miongoni mwa maombi ya msamaha anayotakiwa kuyafanya pia kuzidisha ukubwa wa ombi lake, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kwa hivyo huu ni uradi. Tukisema uradi ni jambo linalojirudia kila wakati, jambo unaotakiwa kulirudia kila wakati, jambo hilo ndilo linaitwa uradi. Tukisema uradi sio mambo ya tarika, sio mambo ya shadhuli, sio mambo ya kadiria. Uradi ni jambo unalolirudia kila wakati. Fanya uradi huu, rudia neno hili kila wakati kumwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Na ukisema hivi umemwambia Mwenyezi Mungu hivi, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, innaka afuwun, ninavyotambua wewe ni mtu mwenye kutoa msamaha, tuhibbul afwa, unapenda sana kutoa msamaha, fa'fu anna, tusamehe makosa tuliyofanya. Fanya uradi huu kwa kiwango kikubwa katika kipindi ambacho umo katika ibada ya saumu. Ibada ya dua inapendeza sana utangulize kheri, kwa sababu inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Ukiwa katika saumu umo tayari katika kheri, umefanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, umejizuia kula kwa ajili yake, umejizuia kunywa kwa ajili yake, umejizuia matamanio ya halali kwa ajili yake, alafu unaambia Mwenyezi Mungu, yako makosa Mwenyezi Mungu kwa hakika yananitokea na mimi sina habari, naomba Mwenyezi Mungu nipe msamaha wako. Lakini pia usisahau kusoma sayyidu dua, kwa sababu hayo ndio maisha tulionayo hapa duniani. Nani asiyependa maisha mazuri hapa duniani? Yako makosa. Kuna watu wanadhani ukiwa mcha Mungu na mtu wa Mungu basi uwe na kanzu moja tu, hata ikichafuka wewe ndio unakuwa wali. Hapana. Rabbana atina fid dunya hasanatan, Mwenyezi Mungu katika dunia hii tupe kila lililo zuri. Kama gari la shangingi ndio zuri kwako, omba hilo inshallah. Basi maneno hayo kutoka kwa Sheikh Musa Kundecha, mimi napenda kuita mgeni wetu wa kudumu, akitueleza ya kwamba kipindi cha Ramadhani, kipindi cha saumu, kipindi ambacho ni fursa adhim na adimu ya wewe mfungaji ambaye umewezeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kufunga, kujiombea mambo kadha wa kadha. Hakuna mpaka wa kuomba mambo ya kheri. Omba yale ambayo unayatamani katika nafsi yako, lakini ziko dua kama alivyoelekeza shekhe ambazo hutakiwi kuziacha katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina langu ni Brother Saleh na kipindi hewani kilikuwa ni dawa. Mpaka wakati mwingine, mimi pamoja na mgeni wa kudumu Sheikh Musa Kundecha tunasema ma'asalam fi amanillah.